kuna mtu atakuja hapa na special case ya kuhama. Natarajia kuona watu ambao wataenda kwa wakurugenzi kusema mkurugenzi anataka kusoma. Bahati nzuri chuo kikuu kinakuja hapa. Open University ipo. Lakini kaa kazini kwako. Mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, jiimarishe. Mwambie mkurugenzi, naomba nijiendeleze. Atakupa ruhusa, utajiendeleza. Utafika mahali utahama kwa sifa za kesho kwenda kupanda. Usiingie kwenye kituo asubuhi kwa sababu mjomba wako ni fulani, naomba nihame. Ulikuja kutafuta cheki namba. Utatafuta ubaya. Hata ruhusu. Tutahitaji mkae. Kazi ndio mume wako mzuri. Kazi ndio boyfriend mzuri. Kazi ndio mwenza wako wa ndoa mzuri. Unathamini wazazi, unathamini kazi, unathamini mwajiri, unathamini Mungu wako. Kwa watu wewe kuwathamini. Moja, Muumba, unamtukuza. Mbili, kazi yako. Wazazi wako. Umepata mwenza wako. Umepata watoto wako. Sisi Wajita, Nyanja yuko hapa mkurugenzi wa Wanging'ombe. Tunasema ukoo unaanzia kwako unaishia kwa watoto. Yaliyobaki ni matawi, marafiki. Ukoo unaanzia kwako wewe, unaishia kwa watoto wako na yale matawi ya wazazi basi. Ndio maana hapa ukiambia mama mdogo amezimia, unaweza kwenye group la WhatsApp anaendeleaje. Ukiambia mama yako amezimia, unaomba ruhusa uondoke uende, si ndio? Sijui somo mmeelewa. Who to value. Ni kweli wote sawa, kaka, dada, lakini mkienda kwenye madaraja, kaka yuko hospitali amezimia na mwana yuko hospitali amezimia, tunataka kuongezea damu, unaongezea kaka? Unaongezea nani? Kwa kuna madaraja. Kwa hata madaraja ya kuthamini lazima uthamini kazi yako. Unaamka asubuhi unaoga unapendeza kwa sababu ya mshahara wako. Ipende kazi. Itunze. Hafu kuwa proud na kazi yako. Asije mtu mjinga akakwambia, maana na huko mitandaoni wanaandika watu wenye maisha magumu, walimu. Huyu aliandika mwenyewe mpumbavu. Unafahamu mshahara wa mwalimu? Alafu unaongelea walimu wapi? Kuna walimu wamefanya mambo. Nenda pale Bunda kuna mwalimu anaitwa Toti. Alianza kukopa kigali kimoja kwenye mshahara. Ameenda, unamfahamu Toti Nyanja? Kwa mwalimu wa shule ya msingi wa Upe. Leo ana magari zaidi ya 15. Yanafanya ruti ya Musoma Mwanza. Alikuwa mwalimu tu kama wewe unaajiriwa. Akatafuta kitu cha kustaafu, cha kufanya kabla hajastaafu. Na akasomesha watoto wake wakaja kwenye kampuni. Wakakuza kampuni ile ya magari kutoka magari 3 mpaka amefika zaidi ya 15. Kule China wanamwamini, analipa robot wanampa magari. Mwalimu wa shule ya msingi. Hasa unaongelea mwalimu yupi? Kwa hiyo kama umetengeneza maisha magumu ni ya kwako wewe. Huko mnakoenda huko kwenye vijiji utakutana na mtumishi wenzako tu, mtendaji wa kijiji, ana maisha. Amejenga nyumba yake, ana bodaboda 2, ana shamba la parachichi, ana shamba la miti, anauza mkaa, anauza mbao, analima viazi. Angalia fursa. Umeenda pale na mshahara wako wa 500,000 kwa mwezi, 700,000. Lakini ujue kwamba wewe unaweza ukaenda benki na kakaratasi kale ka salary slip, benki ikakukopesha ukafanya cha maana. Usifanye makosa ya waliokutangulia. Walichukua mikopo, hawajua wamefanyia nini. Mwingine akakopea mikopo, kawapa ndugu, kafanya kilimo cha kwenye WhatsApp, hajapata faida. Kachukua mikopo, kaonga. Kachukua mikopo kwenda kuoa. Kachukua mikopo kuolewa. Sasa ile makosa unaweza kumeshafanya wewe yarudi. Unasema nataka kufanya kitu hiki. Unachukua kama mkopo kako unafanya. Mimi naamini kwenye maneno haya tuliyowaambia na semina zote mlizopewa, hamtakuwa wajinga kwenye utumishi wenu. Hamtakuwa wajinga. Na haya maneno nimeyasema siku nyingi. Kuna wanafunzi humu ambao nadhani nilifanya nao nikiwa Simiyu, walikuwa wanafunzi. Wako wapi? Hebu simameni. Wale ambao nilikuwa Simiyu wakiwa ni wanafunzi. Wako wapi? Wote hao niwapeleke kwenye kambi za kitaaluma. Na nilikuwa nawaambia hivi, na wewe utakuja kuwa mjinga. Ndio maana hata umevaa suti nzuri, unaanza kazi mpya mpiga suti nzuri. Kwa sababu hawa hapa walikuwa kwenye kambi naenda kuongea nao. Hawa
wanajua thamani ya maisha. Haya mambo nimeanza kuambia wakiwa ni wanafunzi. Leo nawaambia hapa wakiwa wameajiliwa. Nikija hapa kuwaita baada ya miaka mitatu ninyi, kuna watu watakuja na magari, kuna watu watakuja na bodaboda zao, kuna mtu atakuja hata nauli amekopa. Baada ya miaka mitatu.